vipengele ili waweze kufanya kazi. Lakini kwa kujibu hoja yako ya msingi, kwa mambo ambayo yako ndani mimi ya uwezo wangu ambao nayasimamia, ratiba yangu ina prevail, kwa maana status quo ina prevail unless mpaka pale kamati hizo tutakapowasilisha zitakapofanya maamuzi tofauti na ambayo tayari yameshafanywa. Maana hiyo dabi ipo. Tuongoze Wemanda. Naam. Pole na kikao kizito sio. Asante. Mchezo ili ufanyike unahitaji maandalizi. Maana ya logistics zile zote ambazo system mchezo mzima. Sawa. Ikiwemo swala la kwanza timu mwenyeji kueleza venue ni video na nini, vitu ambavyo mpaka sasa havijafanyika. Na je, katika kikao chenu Yanga wamesemaje, wataendelea na hizo procedure au kama hayo yatakayofanyika yasipofanyika ni kipi ambacho wamekieleza? Wataendelea na hizo procedure kueleza kila kitu kitakachofanyika au wameendelea kusimama na msimamo wao kwamba hiyo mechi hawatashiriki? Yanga position yao Yanga position yao ni kwamba wangetamani haya yafanyike ili wao warudi katika huo mchezo. Changamoto tuliyokuwa nayo, ukiyatazama haya mambo kuyatamka ni mambo ambayo yanawezekana, lakini ukija kwenye utendaji ni mambo ambayo hayawezi kufanyika overnight. Kwa mfano bodi kutoka kuwa chombo tegemezi cha TFF na kuwa chombo huru, yaani unazungumzia mchakato ambao unahusisha taasisi nyingi. Kwanza lazima uende katika management committee. Ukitoka kwenye management committee uende kwenye mkutano mkuu wa bodi. Ukitoka kwenye mkutano mkuu wa bodi iende kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu. Ikitoka kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu iende kwenye mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukaona yes linawezekana, lakini linahitaji muda fulani hivi ili liweze kutokea. Na ndio maana nikasema kwamba ukiyatazama haya maazimio mengi yako nje ya mamlaka ama mandate ya bodi ya ligi kuu Tanzania. Lazima tuyafikishe kule ambapo yanapaswa kuweza kufika, kuchakatwa, kujadiliwa na then kufanyiwa maamuzi. Kwa hiyo nafikiri nitakuwa nimekujibu vizuri. Wemanda. Sio habari za mchana, lakini pia umezungumza na kutueleza vizuri sana kwa kujadiliwa na kile ambacho kinaendelea hivi sasa kuelekea katika dabi ya Vodacom. Lakini mbali na hao wadau wanaounda bodi hii, kuna wadau wengine ndio walaji na wateja wa mchezo wa mpira wa miguu mashariki. Kwa hiki ambacho kinachoendelea hivi sasa, nini ambacho unawaambia kuelekea katika mchezo huu, lakini kutamatisha msimu wa 2024-2025 zikiwa zimebaki raundi 3 ili hiyo kutamatika? Nafikiri jibu lako alipishani na mwandishi wa TBC. Nimesema ukiniuliza mimi mambo ambayo yako ndani ya uwezo wangu, nitakwambia kwamba tulitangaza ratiba, na mimi kama mtendaji mkuu na jukumu la kutangaza ratiba ambayo tulitangaza, ambayo ilipata baraka ya kutangazwa na vyombo ambavyo na mamlaka ambazo ziko juu ya uwezo wangu. Kwa ni mamlaka hizo ambazo ziliweza kuapprove hiyo ratiba, ndio mamlaka hizo pia ambazo zinaweza zikaja kutengua hiyo ratiba. Kwa hiyo so far mimi ukiniuliza nitakwambia kwamba ratiba yangu, kwa sababu mamlaka husika hazijaitengua, mimi kama mtendaji mkuu nitasimama kwamba ratiba ya awali na prevail, status quo na prevail.